Dar24, taarifa bila mipaka. Mimi ni katibu mtendaji Baraza la Sanaa la Taifa, Godfrey Mngereza. Najua kuna swala la adhabu ya Nay wa Mitego. Kama tulivyokuwa tumetoa taarifa kwenye vyombo vya habari kwa umma kwamba moja, tulifungia wimbo ule kutokana na maudhui yake ambayo ilikuwa yamekiuka maadili, yamevuka mipaka katika swala zima la maadili, na tukaona kwamba ni wimbo ambao unadhalilisha kada mbalimbali, hususan ni kada ya kina mama, mwanamke kwa ujumla wake. Kwa hiyo tukafungia ule wimbo, lakini kama ilivyo ada, Baraza la Sanaa la Taifa tulimwandikia barua msanii, kwa sababu baraza lipo kwa minajili ya wasanii na maendeleo ya sanaa. Basi tukakaa naye, kuna mambo ambayo tukakubaliana. Sasa baada ya kwamba tukaona kwamba tumfungie yeye mwenyewe sasa, kwa sababu moja, alikiri yale makosa ambayo alikuwa ameyafanya, ikiwa moja ni kuzalisha, kubuni wimbo ambao umekiuka maadili, wenye lugha ambazo si sahihi kweli. Maana yake kwa mtu ambaye anafuatilia maadili ya Tanzania, huwezi kuetamka hadharani. Sio wimbo wa kuwekwa hadharani, na sio wimbo wa kuingia kwenye hadhira ya Tanzania au hata kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo, lakini tulipokuwa tunafuatilia ule wimbo aliupakia katika mitandao ya kijamii. Sasa kulikuwa na picha ambazo kimsingi zilikuwa zimeambatana nazo, lakini tulivyokaa akakiri kwamba zile picha sio yeye alizoziweka. Naona hamna sababu, lakini wimbo kusema ukweli haukuwa na maadili. Sasa kuna masharti ambayo tulikuwa tumeampa. Moja ni kuomba radhi kwa umma wa Tanzania ambao walikuwa amewakosea, ikiwepo kuvunja sheria za nchi. Lakini kulikuwa na swala la faini shilingi milioni 1. Alafu kulikuwa na swala la yeye kubadilisha maudhui ya ule wimbo, ambapo mpaka sasa ule wimbo haujabadilishwa, au anaweza akaamua kwamba ule wimbo yeye mwenyewe kujitambua, anaweza kuona kwamba ule wimbo hufai. Kwa hiyo tunachofanya kwamba ule wimbo lazima ubadilishe maudhui yake, na ni kitu ambacho bado hakijafanyika. Sasa kwa taratibu za baraza, na kama ilivyo ada kwa baraza, kama tulivyokuwa tumemuita tukajadili kwa pamoja, na akakubaliana na ile adhabu, kwa sababu lengo la baraza si kumfungia msanii, lakini ni kumuonyesha njia sahihi msanii aweze kujua sheria, aweze kujua taratibu za kuendesha kazi ya sanaa, kwamba yeye ni kioo cha jamii na wala si vinginevyo, kwa sababu msanii ana nafasi kubwa sana katika kujenga jamii kimaadili au kuibomoa. Sasa yeye anaenda upande mwingine. Kwa hiyo lengo letu ni kuweza kuonyeshana taratibu zinazo sahihi, kama alivyo mzazi anapomwadhibu mtoto, hana nia mbaya na mtoto wake, ila anataka kumuonyesha awe na maadili mema, aweze kuishi kufuatana na taratibu. Kwa hiyo ndicho tunachofanya hata kwa Nay wa Mitego, na sio mara ya kwanza kumuita Nay. Tumekaa naye na tunamheshimu, na tunataka afanye kazi ambazo ni kazi zinakubalika katika jamii, zinazozingatia sheria, kanuni na taratibu. Na hata kama ni kazi ambayo kuna muda wake maalum usiku kwa mujibu wa kanuni za mamlaka zingine na mamlaka ya mawasiliano, lakini pale inapozidi hazifai hata kupigwa katika huo muda huo kwa mujibu wa sheria na kanuni za mamlaka nyingine. Sasa kuna swala ambalo umeuliza kwamba anatangaza kwamba amemalizana na baraza. Nipende kusikitika kama ni kweli, manake kiutaratibu angekuja kitaratibu, baraza ndilo limefungia kazi yake, ndilo limemfungia kwa muda ambao haujulikani. Lakini akitimiza, kama nilivyokwisha kusema, lengo la baraza ni nini, tunasema sasa tunamwandikia barua kwa utaratibu, na ni vizuri tukaeleza umma kwamba ile adhabu yake imesitishwa kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5. Kila kitu baraza tunachofanya tunazingatia sheria, kanuni na taratibu zake. Ndio maana nasikitika kidogo, na ajue yani hii kuangalia moja pale ni kwamba yeye mwenyewe alikiri kwamba atabadilika. Sasa kufuata taratibu
na kwamba amefunguliwa au hajafunguliwa ni sehemu ya kipimo cha kuonyesha kwamba kweli huyu msanii amebadilika au hajabadilika. Labda ndicho kitu tu ambacho naweza kusema kwa sasa hivi, kwamba bado hajatimiza masharti, adhabu bado inaendelea, na kwa nia njema tu akikamilisha tutafanya taratibu, tutamwandikia barua kama tulivyokuwa tumemuita kwa barua.